Leo dunia haiko upande mmoja kuhusu Jerusalem. Badala yake imegawanyika katika mistari isiyoonekana, lakini yenye nguvu kuliko mipaka ya ramani. Kuna wale wanaouona kama mji wa kihistoria wa taifa fulani, na kuna wale wanaouona kama haki ambayo imeporwa. Na katikati yao kuna mabilioni ya watu wanaoamini kwamba mji huu haupaswi kumilikiwa na yoyote, bali unapaswa kulindwa na wote. Video hii inazama kwenye mchezo wa chess wa kimataifa, ikielezea msimamo wa Marekani, Urusi, China na mataifa ya Kiarabu kuhusu Jerusalem na kwa nini mji huu ni bomu la muda kijiopolitiki. Lakini kabla sijafika kwenye msimamo wa kila taifa duniani linapokuja swala la Jerusalem, ni kupitishe katika kurasa za kujiridhisha kuhusu uhalali wa Jerusalem kihistoria. Hapa tutafahamu kuwa huu ni mji wa kweli unaotajwa katika masimulizi ya dini au ni eneo lililowekwa tu ili kuridhisha mahitaji ya kiimani. Twende pamoja mpaka mwisho ambako kuna hoja zitakazokuacha mdomo wazi na haukuwahi kuzijua kamwe, kwa sababu hawataki watu wajue. Kila mtu anaitazama Jerusalem kwa macho mawili tofauti. Wapo wanaona historia wasioielewa. Wapo wanaona imani zenye nguvu na hoja za utawala wa ulimwengu, na wengine wanaona siasa, nguvu, ubabe, migogoro na mgawanyiko. Kwa sababu hiyo tuna haki ya kujiuliza, je, ushahidi wa kisayansi na kihistoria unaonyesha kwamba hii Jerusalem ya leo ndio ile ile ya zamani? Nitaanza na ushahidi wa arkeolojia, yani archaeology, ambapo watafiti wengi wa kisasa wanakubaliana jambo moja. Eneo la Jerusalem lina continuity ya makazi kwa maelfu ya miaka. Mtafiti muhimu Israel Finkelstein na wenzake Neil Asher Silberman katika kitabu chao kiitwacho The Bible Unearthed wanadai baadhi ya simulizi za Biblia zina msingi wa kihistoria, lakini nyingine zimeandikwa baadaye na zina kuongezwa au kupambwa. Ushahidi mwingine mkubwa ni wa Tel Dan Tel. Hili ni jiwe la karne ya 9 kabla ya Kristo ambalo linapatikana Israel. Limekutwa na maneno yaliyosomeka House of David. Ushahidi huo ukawa ni muhimu sana kwa sababu ulisimama kama ushahidi wa kwanza nje ya Biblia ambao unataja ukoo wa Daudi. Ingawa hauthibitishi hadithi zote za Daudi, unathibitisha tu kwamba kulikuwa na ukoo au nasaba iliyo katika mji ule. Jambo jingine, tuwatazame hawa wana wa Israeli na tunajiuliza, je, hawa ni historia ya kweli au hadithi tu? Hapa watafiti wamegawanyika katika makundi mawili. Kundi la kwanza ni maximalists. Hawa wanaamini Biblia ina historia nyingi sahihi, kwa mfano William Dever, na wengine ni minimalists. Hawa wanasema simulizi nyingi ni hadithi zilizokuja baadaye, mfano Thomas L. Thompson. Kwa hiyo hapa ukweli uko katikati. Kuna ushahidi wa watu wa Israeli wa kale, lakini si kila simulizi ina uthibitisho wa moja kwa moja. Sehemu nyingine nyeti ni kuhusu Yesu. Kiudadisi tunahoji, je, hii ni historia au imani? Na hapa ndipo mambo yanakuwa sensitive zaidi. Mtafiti muhimu Bart Ehrman na Gez Vermes wanakubaliana Yesu alikuwepo kama mtu wa kihistoria. Ushahidi mwingine muhimu ni wa Flavius Josephus. Aliandika karibu mwaka 93 baada ya Kristo, na katika maandiko yake anamtaja Yesu na kuuawa kwake. Kwa hiyo ni source muhimu sana nje ya Biblia. Pia kuna maandishi ya ndani ya Biblia, multiple sources. Kwa mfano zile Injili 4 na barua za Paulo zote zinashibishwa na hoja za waandishi tofauti wanaoelezea jambo moja. Kwa historian, hii inaitwa multiple independent sources na ni nguvu kubwa ya kihistoria. Lakini ukweli mgumu ni kwamba hakuna ushahidi wa moja kwa moja wa arkeolojia kuhusu Yesu, na jambo hilo ni kawaida kwa watu wa zamani. Sasa baada ya kupitia ushahidi huo, turejee kiini cha mjadala wetu na tujiulize, je, Israeli hii ni eneo lile lile la kina Pilato na Yohana Mbatizaji? Jibu la watafiti wengi ni ndio. Kijiografia ni eneo lile lile. Miji kama Nazareth, Jerusalem imepatikana na kuthibitishwa kuwepo tangu zamani.
Pia arkeolojia inaonyesha hata Nazareth ilikuwepo karne ya kwanza. Kwa hiyo ukweli wa mwisho baada ya kuchuja ushahidi wote, tunaweza kugundua kuwa kilicho na ushahidi mkubwa ni kwamba Jerusalem ni mji wa kale halisi, na kulikuwa na jamii ya Israel na Yesu alikuwepo kihistoria. Na ambacho kinazua mjadala na kuleta utata ni ukubwa na nguvu ya falme za Biblia na baadhi ya matukio ya Musa na tafsiri ya kidini ya matukio. Hapo ndipo panahitaji imani zaidi na sio ushahidi. Hivyo basi, Jerusalem si hadithi iliyotafutwa baadaye, ni mahali halisi penye historia halisi. Lakini maana ya historia hiyo ndio inayogombaniwa, kwa sababu historia ina ushahidi lakini imani ina tafsiri. Kwa hiyo Jerusalem sio hadithi ya zamani tu, ni hadithi inayoendelea mpaka leo na sisi tupo kuishuhudia. Na kwa macho yetu tunaona leo mataifa yanavyogawanyika kimtazamo, kiitikadi na kinguvu kuhusu mji huu. Sehemu iliyobaki tutajikita kutazama mgawanyiko huu wa mataifa makubwa duniani. Hapa tunavua joho la dini na kuvaa miwani ya kijiopolitiki na kuona wazi kuwa mpaka sasa kuna mataifa ambayo yamechagua upande linapokuja swala la Jerusalem. Mataifa ambayo yanatoa msaada wa kisiasa, kijeshi na hata kiuchumi. Kwao Jerusalem ni zaidi ya historia, ni sehemu ya ushawishi wao wa dunia. Lakini pia zipo nchi zinazojaribu kusimama katikati, zikijaribu kuonekana kama wapatanishi. Na hapa ndipo tunapojiuliza, je, kweli wanaweza kuwa neutral au ni mchezo wa kimkakati wasiouweka wazi? Labda ukweli mgumu ni huu: hakuna upande unaotaka kupoteza na hakuna upande unaoona uko tayari kukubali kushindwa. Na katika hali kama hiyo, historia hutufundisha kitu kimoja: amani huweza kuonekana ni njia dhaifu, lakini tunasahau jambo moja muhimu: migogoro huishi muda mrefu zaidi. Tafakari hili. Kwa nini rais wa Marekani anaiweka Jerusalem mbele ya maslahi yake ya kidiplomasia? Kwa nini Urusi na China zinautumia mji huu kama kete ya kudhoofisha nguvu ya Magharibi? Tafakari hiyo ndio inayotufikisha kwenye hatari halisi, kwa sababu mgawanyiko huo hauko tu kwenye maneno, uko kwenye maamuzi, na maamuzi haya yanaweza kubadilisha historia kwa sekunde chache tu. Kwa sasa hoja haipo kwenye kweli au uongo wa kuwa dunia imegawanyika. Hoja ipo kwenye kujiandaa vipi au tunafanya nini na mgawanyiko huo. Tuzame deep kidogo kwa kuutazama mchezo huu wa nguvu, yani power play, ambao unaufanya Jerusalem kuwa mji hatari zaidi kwa amani ya dunia. Tukianza na Amerika. Kwa miongo kadhaa Marekani imekuwa mlinzi mkuu wa Israel, lakini hatua ya mwaka 2018 ya kuutambua rasmi Jerusalem kama mji mkuu wa Israel ilikuwa zaidi ya diplomasia. Ilikuwa ni ujumbe wa dunia. Kwa Marekani, Jerusalem ni mstari wa mbele wa ushawishi wao wa Mashariki ya Kati. Lakini hatua hii inafungua mlango wa upinzani mkali kutoka kwa mataifa ya Kiislamu na washirika wake wa Ulaya, ikiwaacha Washington ikiwa kwenye utata wa kidiplomasia. Kwa nini walifanya hivyo? Ni mchanganyiko wa siasa za ndani za Marekani na mkakati wa kijeshi wa kudhibiti eneo hilo. Wakati Marekani ikisimama na Israel, Urusi na China zinaona fursa. Kwa Moscow, Jerusalem ni njia ya kurejesha ushawishi wao uliopotea tangu enzi za Soviet. Putin anacheza karata ya mpatanishi wa haki, akisisitiza Jerusalem Mashariki kuwa mji mkuu wa Palestina. China nayo kwa kutumia nguvu yake ya kiuchumi inajipenyeza kwenye mataifa ya Kiarabu, ikiahidi misimamo thabiti dhidi ya kile inachokiita ubabe wa Magharibi. Kwa mataifa haya mawili, Jerusalem ni kete ya kupunguza nguvu ya Marekani duniani. Kuna mbinu duniani inaitwa divide and rule. Hii ni kete ambayo inatumika sana katika mzozo huu wa Mashariki ya Kati. Hapa katikati kuna mataifa ya Kiarabu yanayopitia mtihani mzito. Jordan ina jukumu la kisheria la kulinda maeneo matakatifu, wakati mataifa kama Saudi Arabia yanajaribu kutengeneza uhusiano mpya na Israel, huku yakihofia hasira za wananchi wao kuhusu Jerusalem. Na upande wa pili kuna Iran inayotumia kauli mbiu ya kuikomboa Jerusalem kama silaha ya kupata uungwaji mkono wa kijeshi na kisiasa katika kanda nzima. Jerusalem imekuwa kigezo cha nani ni kiongozi wa kweli wa ulimwengu wa Kiislamu.
Yerusalemu inaendelea kuwa mji pekee duniani ambao uamuzi mmoja wa manispaa unaweza kusababisha kikao cha dharura cha Baraza la Usalama la UN. Ni mji unaounganisha mbingu na ardhi, lakini unatenganisha mataifa na viongozi. Je, unafikiri kuna siku kutakuwa na suluhu ya pamoja, au Yerusalemu itaendelea kuwa jiwe la kutesa mataifa yote yanayojaribu kuinyanyua? Niachie maoni yako hapo chini na usisahau kusubscribe kwa simulizi zaidi za kijiopolitiki. Mimi naitwa Omar Zongo na hii ni Simulizi Zinaishi. Bye.